Na baada ya kipindi kilichokuwa kimeisha, nililia, nikamlilia Mungu sana. Kwa nini siolewi? Kwa nini? Kwa ile akabahatika akapata mwanaume. Na baada ya kupata mume ikaja shida nyingine ya swala zima la uzazi. Akakaa muda mrefu pia bila kuolewa akiwa na yule mwanaume. Kwa hiyo akang'ang'ana kuomba, Mungu nipe, mimi nakutumikia, nipe mtoto. Kweli akabeba mimba na nikawa nimezaa. Lakini mtoto yule baada ya kumzaa, system za ukuaji wa huyu mtoto zilinyamaza. Kwa huyu mtoto vile vile alivyozaliwa, kama alikazaka na kilo 2, kama kalikuwa kadogo namna gani, hakakuendelea kukua, kaliendelea kukomaa kakiwa vile vile. Akaniambia mume wangu baada ya kuona hii kituko akanikimbia. Hapa nilipo majirani hawawezi hata kunitembelea kwa sababu nimezaa kituko. Kwa hiyo kwenye akili yangu haraka sana nikajua story yake huyu mama inakoelekea ni kuniambia kwamba alifanya dhambi, aidha akamtupa huyu mtoto, alimuua, akamtupia chooni. Kwa hiyo naomba tufanye maombi ya toba. Kwa hiyo akili yangu haraka sana nikawa nimeshajua na sikutaka kumuingilia, nikasema acha malize. Kumbe nilikuwa very wrong. Akaniambia na huyo mtoto ana miaka 8 hivi tunavyoongea. Yuko pembeni yako hapa. Kwa hiyo pale nilipokuwa nimeketi kwenye nguo zimezonga zonga, ndio katoto kana miaka 8. Kamelala. Kwa hiyo by the time anaongea nikageuza macho yangu na kweli nikaona pale palipo pembeni yangu kidogo pana movement zinaendelea. Akaniambia unaweza tukufunua muangalie. Nilipofunua kuangalia nilishtuka kwa sababu jaribu kuimagine, funga macho yako. Wakati mwanangu amezaliwa Viki, nilipopewa mikononi mwangu, na hadi picha za leo nikapiga picha kakiwa kachanga, kakiwa kadogo, kipewa mpaka unaogopa hata kukashika. Sasa hebu jaribu kufunika macho yako alafu tafakari katoto hako kabakie style hiyo kwa muda wa miaka 8. Kwa hiyo niliogopa kwa sababu uso wa yule mtoto ulikuwa umekomaa. Mnaona mwanangu Kete alivyo mkubwa, ana miaka 6, hajafikisha hata 7. Sasa pata picha mtoto wa miaka 8 alafu kako ile. Kanakuaje? Kwa mimi niliogopa kwa sababu uso ni kama nyani, kama meno, kana meno mdomoni kadogo hiki kana meno. Niliogopa. Nikamruhusu ni mama aseme, endelea kusema, akamwambia sema sasa hii kitu siwezi mimi kumuua huyu mtoto, siwezi kumtupa, nilimuomba kwa Mungu. Kwa hiyo kama mimi nilimuomba Mungu, ni Mungu pekee anaweza kunisaidia kwenye jambo hili. Akasema hili jaribu lingine. Mungu anakusaidiaje sasa? Nikajua sasa hapa kinachofuata ni piga maombi huyu mtoto aanze kukua. Sema haleluya baba. Kumbe yeye haikuwa kiu yake wala nia yake. Kabe tufanyaje? Akanambia kwa kweli mimi nimechoshwa na hii aibu. Kwa hiyo naomba tumuombe Mungu huyu mtoto afe. Siwezi kumtupa chooni wala kumuua, lakini tumuombe Mungu huyu mtoto afe. Nimeona wamama wengi sana ambao wamezaa watoto wenye tabia mbovu, tabia za kishetani humu duniani. Mama amezaa jambazi, toto halieleweki, halina mwenendo, lakini nenda kamguse huyo mtoto uone moto wa huyo mama. Thubutu kuongea jambo lolote baya kwa huyo mama kuhusu mwanae jambazi. Anajua ni jambazi mwanae, anajua anauza madawa kulevya, anajua mtoto wake ni zinifu, anajua. Sasa wewe fungua mdomo kusema kuhusu mwanae uone moto wake. Kwa hiyo kimsikia mama mzazi amefikia mahali anasema naomba ili ikiwezekana mtoto afe, labda mume wangu atarudi kwangu, labda nitapata fursa ya kusema na majirani tena, ujue maji imefikia shingoni. Kwa hiyo baada ya kuwa ameniambia, iliniumiza mimi moyo binafsi. Sema yani hili ni bonge la jaribu.
Wakati mwingine pitia tu majaribu wewe na utayaona ya kwako ndio magumu kuliko ya wengine. Nataka watu wasikilize majaribu yako wewe kwamba hii ilikuwa ni gumu, langu gumu. Hujapata kusikia habari ya majaribu. Siku zote unachokipitia wewe unakiona ni kigumu kuliko cha mwenzako. Siku zote. Mimi langu nasema Sayuni, wewe langu wezi. Nasema Robert, jaribu la kwangu ndio gumu. Kila siku. Hamna mtu ambaye ana appreciate mwingine anapitia shida gani, kwamba shida yako wewe ni ngumu kuliko yangu. Hamna. Wote wanasemaga shida yangu mimi ni nzito. Ukipewa wewe hutaiweza. Na yeye anasema ya kwangu mimi ukipewa wewe hutaiweza. Mungu atusaidie sana. Nilipoinuka kashamaliza kunieleza, sasa tuanze maombi. Sikujua naombaje. Nikamuuliza Mungu, sasa maana yake nini? Hii maana yake nini? Yaani nikuja kuomba ili unajua Yesu mara zote kabla hajafanyia watu maombi alikuwa anauliza unataka nini? Si ndio? Sasa wewe huwezi kuniambia nataka pineapple mimi nikakupa Pepsi. Lazima nikupe unachofanya nini? Sasa huyu mama amesema gonga maombi mjoli wa Bwana ngoma ing'oke hii. Wewe unaanzaje kuomba? Baba katika jina la Yesu, nyonga hii. Huwezi. Sio? Kwa mimi nilisimama afu nikamuuliza Mungu maana yake nini? Yaani hii, what is this? Why do I have to come across such kind of thing? Why? Alafu Mungu akanambia, hivi ndivyo ninavyowaona watoto wangu wengi sana ambao miaka nenda rudi wao na watoto wachanga tu hawakui. Nimewazaa mimi, hamna namna mimi Mungu naweza nikawaua. Natamani atokee muuaji mahali fulani, toa kabisa huko ndani ya nyumba. Takataka, hamna kazi unayofanya. Katika Injili ya Yohana sura ya 15 Yesu anaambia wanafunzi wake, tawi lile lisilozaa matunda katika mzabibu uliondoa na kulitupa motoni. Sikiliza. Halikatwi tu na kuweka pembeni ili nyauke. Linakatwa na kufanya nini? Ili liteketee. Moto kazi yake unateketeza and you cannot recover it back. Ndio kazi ya moto, ndio maana ya moto. Moto ukiunguza kitu, moto kiteketeza kitu, huwezi kukipata hicho kitu tena. Na Mungu aliamua kutumia moto kwa sababu maji yalimkela. Alitumia maji siku za Nuhu. Lakini baada ya maji kukauka, anaona mizoga bado. Anamwona fulani kapilimpindi yule pale mzinifu mkubwa, bado yupo kwenye kizima kafolokinyo naye yuko pale, mizoga yao imelala, imekufa of course, lakini bado wana exist miili yao. Akasema sitangamiza tena kwa maji. Maji yafanye kufanya kazi yake vizuri. Piga moto. Watu wa kwanza kuonja moto, watu wa Sodoma na Gomora. Baada ya kibiliti kushuka, siku kadhaa zilipopita, Mungu akashuka kuchungulia hivi, anaona majivu. Tukasema haleluya. Kazi yangu ni njema. Good. Okay. Kwa hiyo haya maneno hayawasaidii watu kubadilika. Nataka nikuonyeshe tu uko nafasi gani wewe ambaye haukui pamoja na kusikia maneno ya Mungu kwa wingi. Nataka nikuonyeshe uko nafasi gani mtu ambaye maneno haya unayasikia na hayakusaidii kubadilika, kufanya badiliko la kweli ndani yako, unaigiza. Nataka nikuonyeshe maneno haya unapoyasikia kama hayana matunda, nisikilize, dawa ambayo hujawahi wewe kuitumia ikakusaidia, usiitangaze kwa watu wengine. Hiyo dawa ni feki. Unanielewa wapenzi wa Mungu? Nimeshakutana mimi, wangapi wenu mshakutana na wale wafanyabiashara wanaouza madawa ya aloe vera? Nunua dawa ya mswaki ya aloe vera, nunua spinach ya aloe vera, sabuni ya aloe vera. Muulize, umewahi kuogea? Hii dawa ya mswaki umeshawahi kuitumia kupigia mswaki wewe? Usitangaze kitu, don't market something you never tried. Usimarket kitu je kujaribu. Kijaribu kwanza, alafu ujue ubora wake, ndio waambie wengine kwamba this is good. Kwa sababu umeonja. Mungu wetu apewe sifa. Maneno haya kama hayana faida, kama hayakusaidii wewe mwenyewe binafsi, kama hayakuongozi wewe mwenyewe binafsi, usiwauzie watu wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wetu atukuzwe. Kwa hiyo siku ya Jumapili tumezungumza mambo kadha wa kadha, sina muda wa kurudia. Nilisema ya kwamba
tunajifunza juu ya msingi wa neno la Mungu. Na nikasema tulitoa diploma hapa kwa watu. Lakini zile diploma yani kama tulipendelea, yani kama tuliwapa dezo. Sababu tuone faida yake. Unasimamaje kusema mimi ni mwanafunzi nimequalify kupata diploma ya Bible study, ya mafunzo ya Biblia, na hawezi hata kusimama hapa kwa Yesu kusema jamani Bwana asifiwe, naitwa Robert Suna, mimi ni 1 2 3 4. Uwezi. Sasa nini maana ya kupewa diploma? Kwa hiyo nimeona bora tuanze hatua kabisa ya kwanza ya polepole, na nitajitahidi kwenda taratibu kadiri niwezavyo. Na nilianza kwa kusema ya kwamba Biblia ni kitabu rahisi sana mtu kukielewa. Sio kitabu kigumu, ni kitabu rahisi sana mtu kukielewa. Lakini kama utakisoma kufuata msingi wa mwalimu aliyekufundisha. Kama utakisoma ukifuata msingi wa mwalimu aliyekufundisha. Nikasema jambo la pili, lakini pia ni kitabu kitakachowapeleka wengi kaburini kwa sababu wanakisoma wakati ndani yao wana idea na mitazamo ya kidini. Jambo la tatu nilisema historia ya mambo na tabia za Kimisri zimewaganda watu kiasi hawako tayari kujifunza mambo ya nchi ya ahadi. Bado wana mambo ya dunia, mambo ya ujinga wa kule, bado wanayakopi na kuyapesti Kanaani. Wanakopi ujinga wa Misri, wanapesti Kanaani. Haiwezi kufanya kazi. Ukileta experience na ujanja wa mambo ya Misri ukajaribu kuuposti ndani ya ufalme, you are going to collapse and you will fail. Wazungu wanasema you are doomed. Hebu sema doomed. Sema doomed. Doomed to fail. Okay. Kwa hiyo wengi bado wameng'ang'ana na vipolo vya vyakula walivyokula Misri. Wanajaribu kupesti kwenye kingdom. Doomed to fail. Tatizo kubwa ambalo kanisa la leo linapitia na kulifanya liitwe mbwa koko ni kuhubiri mambo ambayo hawajawahi kufundishwa na mwalimu wao, yani Yesu. Wengi wanaokota makapi na mabaki ya vyakula vya Misri, mambo niliyazungumza Jumapili iliyopita, kwa sababu nasoma tu hapa sina haja kuyaelezea. Wengi wanaokota mabaki ya vyakula vya Misri, wanachukua chumvi ya ufalme na vitunguu vya ufalme, wanakaanga makombo na kuja kulisha watoto wakati kuna stoku kubwa ya vyakula inaoza ndani ya ufalme wa Mungu. Nilielezea Jumapili iliyopita. Nikasema pia kumbuka vichumvi na vitunguu vya ufalme ni uongo ambao watu hawa wanamsingizia Roho Mtakatifu kuwa ndiye aliyowapa. Unajua Roho Mtakatifu hatumuoni kwa macho ya nyama. Sasa unajua siku zote kumsingizia mtu asionekana kwa macho ya nyama ni rahisi sana. Unaelewa Yaani kwa mfano mimi nakuja na kitu hapa, alafu nasingizia dada Agnes Uliki ndo alinipa hii. Hayupo Agnes. Nyie mwezi kuthibitisha. Mnathibitishaje kwamba hakunipa? Au Kefas ndo alinipa hii na hayupo? How do you prove kwamba ni kweli Kefas alinipa? Because Kefas is not here. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wengi wanamsingizia tu Roho Mtakatifu. Wanajua hatuwezi kusema Roho Mtakatifu, thibitisha hii ni kweli sio kweli. Wanajua we can't do that. Roho Mtakatifu anaweza kuthibitisha kweli, lakini wewe atakaye kutumia kusema waambie sio kweli, hautaamini kwamba ni Roho Mtakatifu anakuambia kwamba sema. Kwa hiyo utasema hii ni sauti yangu. Hii ni sauti yangu. Sio Roho Mtakatifu. Tamkwaza mtumishi. Hii ni ya kwangu. Hallelujah. Hamtaki kuniitikia? Bwana asifiwe. Ndio sababu nimeamua kuanza upya kwa utaratibu kufundisha, maana nimeanza kuogopa kuwa tulitoa diploma kimakosa. Tukifikiri hawa watu wako tayari, kumbe bado watoto. Okay. Nilianzia mahali hapa rasmi. Huyo kwa utangulizi. Nikasema Biblia inatufundisha juu ya mambo makuu matatu tu, kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, matatu. Nikasema jambo la kwanza, kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo Biblia inaongelea habari nzima za funguo za ufalme. Na nikasema ya kwamba funguo ni mambo yanayotupa sisi access kwenye hazina ya Mungu.
Na nikasema hili nitalizungumza kama somo linalojitegemea. Bwana asifiwe. Yesu akaambia, nimepewa funguo na Baba yangu, nami nimewapeni ninyi funguo za kufunga chochote na kufungua chochote. Na nisikilize, akasema mtakachokifunga duniani mbingu zinafunga. Hamna mjadala. You close, mbingu zina close. No discussion. Kwamba dada, kwa nini nafunga hiki? Tupe maelezo, tupe sababu 10. No. Mbingu zina obey. But first you have to know unafunga nini. Na unafunga kupitia nini? Hallelujah. Sasa hizo funguo Yesu amewaachia watakatifu. Akaambia mna amri ya kufunga na kufungua. Kwa hiyo unabulungutu la funguo mkononi mwako, alafu hujui inafungua mlango gani. Unaziimba tu hapa. Haleluya. Unazitaja funguo. Funguo ya chuma, funguo ya shaba, funguo ya dhahabu, alafu hujui zinafungua wapi. Umezishika mkononi. Tumepewa na Yesu. Alafu mwenyewe unafunguza kufanya utembee straight, lakini hujui. Tutasoma hilo kadri Mungu anavyoturuhusu. Jambo la pili ambalo Biblia nzima inazungumza ni habari nzima ya mfalme, a king. Na jambo la tatu ambalo Biblia inazungumza ni ufalme. Basi, hamna lingine. The whole Bible. Na nikawa nimeanza siku ile ya Jumapili nikasema nitaanza na mambo mawili. Ufalme, nitaanza na mfalme mwenyewe, alafu nitakuja na ufalme. Alafu somo la ufunguo za ufalme nitazungumza kama separate, kwa sababu haya mawili yana kipande kirefu sana kitatupeleka. Na nikipenda nikupitisha huko hatua kwa hatua, mstari baada ya mstari. Kwa hiyo wewe kama mwalimu unatakiwa kujua kinagaubaga kuwa huwezi kuhubiri au kufundisha masomo yaliyo nje na mambo hayo makuu matatu. Huwezi. Karibu. Samahani mwalimu, na swali. Naam. Kulingana na mambo ambayo umefundisha Jumapili iliyopita, ulisema kuna mambo ambayo msingi Biblia inazungumzia. Nakumbuka wakati tunasoma Bible study, kuna mambo ambayo ulitueleza kwamba ni kama msingi katika Biblia. Yanatofautiana au na uhusiano gani kati ya yale na haya? Bwana asifiwe. Haya, hebu fuatana na mimi twende polepole, alafu utanielewa vizuri sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yako mambo ya msingi ambayo kwenye Bible study tulijifunza na niliyanyumbua kwa namna nyingine kutoka ndani ya haya. Haya ni mambo ya msingi yanayobeba mambo mengine yote. Kadiri nenda polepole utagundua mambo haya yote ambayo tuliyasoma yako ndani ya haya. Ni vipengele viko ndani ya hivi. Aidha kama haviko kwenye zile funguo za kutupa access kwenye ufalme wa Mungu, bali ziko ndani ya ufalme au ziko ndani ya mfalme mwenyewe. Kwa hiyo haya mambo kadiri tunavyoendelea mtaanza kuwa mnaona polepole. Bwana Yesu asifiwe. Takikuniitikia Bwana asifiwe. Amen. Okay. Kwa hiyo nikasema wengi wanahubiri okay. Ukifundisha chochote kilicho nje ya mambo haya makuu matatu, ujue ni mafundisho ya watu wa dini, Mafarisayo wanaopenda kujaza tu matumbo yao, wanafundisha kwa maslahi na wanahubiri kwa maslahi binafsi, hivyo hawazingatii nani anasaidika, nani mambo wanayoyazungumza yanamsaidia kumvusha kwenda hatua nyingine, hawajali. Nani anakuwa, nani anapotea, they don't care. Nani sio mmoja wao, they don't care. Wao wanajua tu ile mradi nimesema kwenda. Kwa hiyo kanisa leo limekuwa busy sana kufundisha mambo ambayo hawajawahi kufundishwa na Rabi mkuu Yesu. Hawajawahi kufundishwa. Kwa hiyo ni rahisi sana kwa mtu kufanya jambo fulani akafikiri ni sahihi kumbe anakosea. Kufundisha mtu elimu ya uongo, nilisema kipengele hiki nikasema kumfundisha mtu elimu ya uongo ni kumuelimisha huyo mtu katika ujinga zaidi. Nilisema siku ya Jumapili kumfundisha mtu elimu yoyote ile ambayo ni ya uongo ni kumuelimisha huyo mtu katika ujinga zaidi ili awe zuzu milele. Na nikatoa mfano wa historia tuliyofundishwa na wazungu kuwa sisi tulitokana na mangedele zamani. Historia inasema hivyo kwamba sisi kwenye zama sijui za mawe, zama sijui za nini, tulikuwa na mikia zamani. Na wakasema tulikuwa masokwe, kwa hiyo tulikuwa tunatembea na miguu. Yaani sisi pia hao tuna matusi sana unajua. Wazungu wana matusi na kejeli.
Na haya mafundisho ya historia yao walituandikia kwamba hii ndo mtasoma shule, kwamba ninyi mlikuwa masoko ya zamani, mmebadilika tu sasa hivi hamna mikia. Cha ajabu, hii ni elimu ya uongo na ya kijinga. Cha ajabu, leo hii tuna wasomi ambao kutokana na elimu hii ya kijinga wamepata PhD, wamepata doctorate degree katika elimu hii ya kijinga, na hawaoni kwamba this is nonsense. Hawaoni. Na wao wamekuwa mawaziri wa elimu, wamekuwa mawaziri wa sekta mbalimbali, wanasema endeleeni kufundisha kwamba tumetokana na masoko na manyani. Can you imagine, Kefas? Kwa hiyo mimi niliuliza darasani, nikasema sasa tujiko manyani sisi? Sema huo ni uongo wa wazungu. Nikasema kwa nini hambadilishi? Kama mmegundua huu ni uongo, mbona hambadilishi? Tatizo kubwa sana. Kwa hiyo profesa lisomi liko pale. Unajua, kwa hiyo kutoka kwenye zama za mawe ya moto, binadamu walikuwa na mkia. Sasa hivi mikia ile hamna. Nikamuuliza sasa, hivi ni nini kiliondoa hiyo mikia mpaka isitokee? Sasa hivi kwa nini mikia haiyote tukizaliwa? Akanambia, ukishika vizuri hapa, shika utaona kuna kifundo cha mkia. Nikamuuliza, hiki kifundo cha mkia ambacho ukishika hapo unakisikia, wazungu tukiwashika hapa hawana? Asema na wao wanacho. Kwa hiyo kama wao wanacho, sasa nani sokwe na nani litumbili? Lakini elimu ya kijinga, ukimfundisha mtu elimu ya ujinga, unamfanya kuwa mjinga zaidi. Ni sawa na kanisa la leo. Kuna watu wanasikia baadhi ya vitu vinazungumzwa kutoka kwenye kitabu, alafu wanasema hivi. Lakini na yeye akisimama, ndugu zangu wapendwa, tutaota mabawa siku ile. Ya. Sasa unamuuliza, unaguna nini sasa? Okay. Kwa hiyo Tanzania bado hiyo historia inafundishwa mashuleni mpaka hivi leo, mpaka kwenye vyuo mwaka wa kwanza ukianza, wale ambao wanafanya BA, wanaofanya bachelor ambazo zinahusisha kusoma masomo ya arts, wanasoma mpaka leo kwenye vyuo na sekondari. Kote wanasoma mpaka leo. Mpaka leo. Kwamba sisi tulitokana na manyani, na wanaendelea kufundisha watu wao hivyo, tulikuwa nyani zamani. Mimi sifundishi wanangu, naambia wanangu, yani wewe hauna asili ya tumbili ndani yako hata kidogo, naambia keti. Huna asili ya nyani. Anaangalia, haelewi bado. Naambia huko utaelewa ukishakuwa sekondari, ukienda watakufundisha. Waambie no, mimi no, I am not a monkey. Kwa hiyo kitakachotokea sasa ni kati yetu kwamba licha ya kupewa elimu tofauti za kijinga, watu bado wanabakia kwenye vitu vya namna hiyo. Okay, kwa hiyo nilishia mahali niliposema kwamba nitaigawa Biblia kwenye mafungu makuu mawili ili tuweze kuangalia kipengele cha kwanza ambacho ni mfalme. Kipengele cha kwanza ambacho ni mfalme. Na nikasema nigawe Biblia kwenye vipengele viwili ili tuweze kuthibitisha kwamba je, ni kweli Biblia yote kiujumla inazungumza habari za mfalme au inazungumza habari za ufalme? Tuthibitishe haya yote. Nikasema hivi, Biblia imegawanywa na mafungu makuu mawili. Fungu la kwanza ni Torati na manabii. Fungu la kwanza la Biblia, Torati na manabii. Kwenye Bible survey tulijifunza Biblia imegawanywa na mafungu makuu matatu. Nielewe vizuri, nikasema fungu la kwanza ni Torati, la pili manabii, la tatu ni vitabu vya Injili na mambo ya nyaraka na vinginevyo. Lakini kwa sababu hatuna muda kwenda hatua kwa hatua kama tulivyofanya kwenye Bible survey, na nataka nifanye hii summary kwa sababu haya mambo mengi nimeshayasoma tayari. Biblia tunagawa mafungu mangapi? Mawili. Fungu la kwanza ni Torati na manabii. Fungu la kwanza, Biblia imegawanywa kwenye vitabu vya Torati na manabii. Na fungu la pili, vitabu vya Injili. Andika muhimu, itakusaidia sana hiyo kama anapanga kuwa mwalimu na wewe wengine. Unless unakuja kwenye fashion show. Lakini unataka mwalimu wengine, andika, itakusaidia sana hiyo. Na nikasema vitabu hivi viwili, cha kwanza ni Torati na manabii na cha pili ni vitabu vya Injili, vyote vinamshuhudia kwa wazi kabisa mfalme na ufalme wake. Bwana asifiwe. Haviongei habari kitu kingine chochote. Na mimi nitakuthibitishia siku ya leo kadiri muda utakavyoniruhusu. Nikasema mfalme ninayemzungumzia hapa ni Yesu. Kumbuka namzungumza mfalme.
Biblia inazungumza mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, funguo za ufalme. Jambo la pili ni mfalme. Jambo la tatu ni ufalme wake. Mfalme ninayemzungumza mimi hapa ni huyu. Jina lake ni Yesu. Biblia inamuita kwenye kitabu cha manabii, kitabu cha Zaburi ya 118 mstari 22. Naomba tuende mbio kidogo, sina muda kurudia sana. Kwenye Zaburi ya 118 mstari 22 anaitwa jiwe walilokataa waashi. Katika Danieli sura ya 2 mstari 34 anaitwa jiwe lisilochongwa kwa mikono ya wanadamu. Anaitwa Masihi, anaitwa Yeshua, anaitwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Huyu ni Yesu. Hiyo utaipata wa Kolosai sura ya kwanza mstari wa 15. Anaitwa stadi wa kazi, Mithali 8 mstari wa 30. Anaitwa sura ya Mungu, wa Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Anaitwa aliyeshuka kutoka mbinguni na ndiye aliyekubali kufanya maamuzi ya kuzaliwa ndani ya mwanamke kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 5. Biblia inasema Mungu akauliza nani yuko tayari. Mungu hakumlazimisha Yesu. Aliuliza nani yuko tayari kufanya change of transfer, kufanya transfer from heaven to earth. Nani? Yesu akamwambia I am ready. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unaijua sababu ya malaika yule aliyeshindana na Yakobo mpaka mbadilisha jina ataitwa Israeli? Nataka nikuonyeshe tu vitu haraka hapa. Muda hautanitosha tena kuelezea kila kitu hatua kwa hatua. Malaika wengi wanaokuja duniani wakavaa miili, huwa wanavaa miili temporary kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwetu. Halafu akishafikisha ujumbe kwetu, inabidi ule mwili unakuwa na expire time. Muda unapofikia ambao atakuwa atoki kwenye ule mwili arudi mbinguni, huwa hawataki kuonekana na mtu yoyote. Unanielewa? Hujanielewa najua. Hujaniseme tena. Kiumbe yoyote yule ambaye asili yake ni mbinguni, kiumbe yoyote yule ambaye asili yake ni mbinguni, anapokuja duniani hawezi kufanya kazi ya namna yoyote ile akiwa kwenye umbile lake la mbinguni humu duniani. Jambo la kwanza, lazima avae mwili wa kibinadamu ili aweze kufanya shughuli humu duniani. Ndio maana mapepo na majini hayawezi kuoperate humu duniani yakiwa hewani, yanakaa ndani ya watu. Ndio maana mkisema pa damu ya Yesu linajua limevamia hiyo nyumba, sio ya kwake. Kwa na nyinyi linapiga kelele kwa sababu mnaimba, ndio mna amri ya aidha kuliacha likae au liondoke. Haleluya. Kwa hiyo haya madudu kuweza kusurvive kwenye hii dunia ni pale tu yanapoweza kukaa aidha ndani ya wanyama, ndani ya ndege au ndani ya watu. Ndio wanakaa humu duniani, vinginevyo hawawezi kukaa. Kwa hiyo na malaika Mungu anaowatuma pia ili wafikishe ujumbe kwetu sisi, mara nyingi huwa ni lazima waingie kwenye miili fulani. Alafu anakutokea kama mtu, anakuambia Bwana amenituma kwako, fanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alafu baada ya hapo hawataki wanapoondoka kwenye hii miili wewe uone. Ndio maana sehemu zote utasikia anakuambia kafanya hiki na hiki na hiki, ukirudi hayupo. Anakuambia nenda mahali fulani, ukienda ukirudi hayupo. Kwa sababu anapohama kutoka kwenye huu mwili kurudi kwenye mwili wake wa utukufu, huwa hawataki muone. Bwana asifiwe. Lakini Yesu ambaye pia ni kiumbe wa mbinguni, alipozaliwa na mwanamke humu duniani, siku anaondoka kwenda kwa Baba, aliwaita wanafunzi wake wote. Akamwambia come and see. Kwa sababu my body is not temporary body, it's a permanent body. Ndio maana kaburini hakuuacha ule mwili. Na alipoondoka alisimama mbele yao, wanauona mwili physically. Alafu akaanza kuinuka na mwili wake. Anaondoka nao. Kwa wanafunzi kwa wameshangaa. Tuitegemea ule mwili utayeyuka, alafu yeye aende kiumbe wa roho juu. Kaondoka nao. Kwa hiyo wakabaki wanafunzi wameduaa kwamba kaondoka jina kau. Ghafla malaika akasema katikati yao, akamwambia, "Mbona mmeshangaa ninyi watu wa Galilaya? Alivyoondoka huyu ndivyo atakavyorudi. He is going to come back with his body." Na mnakumbuka andiko la mwisho tulolisoma ilikuwa ni waraka wa pili wa Yohana mstari wa 7 kuanzia. Mnakumbuka? Okay, soma pale. Tunamtazama mfalme mkuu
Na nataka nikuonyeshe jinsi theology za watu wa dini jinsi zinavyopingana na maneno haya. Okay. Waraka ule wa pili wa Yohana kuanzia mstari wa 7. Na sura moja tu mstari wa 7. Kwa hiyo sura ya kwanza mstari wa 7. Anasema kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Katika nini? Haji katika roho. Hawa ni wadanganyifu wanaosema Yesu atakuja kiumbe wa roho. Anakuja katika mwili. Anasema huyu ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo anayesema Yesu haji katika mwili. Kwa hiyo kama anakuja katika mwili, sasa swali, anakuja kumchukua nani? Kwa sababu tu hiyo kusema ya kwamba anakuja katika mwili inamaanisha wenye mwili wanakaga wapi kwani? Okay. Jiangalieni nafsi zenu msiyapoteze mlioyatenda bla 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 na mengine basi sitaja kusoma kwa sababu ya wakati. Soma mpaka mstari ule wa 10 kwa faida yako, andika mpaka mstari wa 10 utasoma nyumbani homework. Kisha alivaa mwili, ameenda kwa Baba akapewe ufalme. Baba ndiye anayetawaza wafalme. Jamani, mimi sijui kwa nini waelewi. Pilato alimuuliza, hivi wewe ndio mfalme wa Wayahudi? Akamwambia, hizi habari za mimi kuwa mfalme wa Wayahudi nani kakwambia mzee? Maki ni kweli, nani kakwambia? Akamwambia, lakini ufalme wangu mimi sio wa duniani, hamna nini nitawaza mimi kuwa mfalme wa duniani. Anayenipa ufalme mimi is not in this world, yuko juu. Ndio huyo baada ya kufa na kufufuka nitarudi akanipachika ufalme, then I come back and rule. Hallelujah. Watu hawaelewi. Wangapi mmenielewa? Bwana asifiwe. Mmenielewa au bado mjenielewa? Alimjibu Pilato hivi, ufalme wangu mimi sio wa dunia hii. Okay, ngoja nitoe mfano vizuri mtanielewa. Kwa mfano, Sayuni. Mimi ni prince wa ufalme wa Uingereza. Sawa? Alafu Uingereza imeshaiteka Tanzania. Tanzania imekuwa ni koloni la nani? La Muingereza. Na malkia wa Uingereza na mfalme wa Uingereza wanataka kunitawaza mimi niwe mfalme Tanzania badala ya Uingereza. Sawa? Kwa hiyo wamenituma kwanza kuja kuweka mambo sawa hapa, kuhakikisha nimeseti shule, seti barabara, jenga magorofa, jenga hiki, jenga kile, panga hiki, weka vizuri, chagua watu nitakaofanya nao kazi nitakaporudi. Wewe utakuwa hivi, wewe utakuwa hivi. Nikawapanga wote kila kitu. Sasa muda umefika. Mimi sio mfalme bado. Sio mfalme. Nimekuja kuweka mambo sawa ili nitakapokuja kutawala nikute vitu viko sawa. Haleluya. Kwa hiyo baada ya kuseti kila kitu nikaondoka, narudi Uingereza kupewa ufalme. Sasa mchungaji Mdani ambaye yuko Tanzania akiniuliza, hivi Robert wewe mbona unafanya mambo haya yote, wewe ni mfalme? Tamwambia, umejuaje? Kwa sababu hii siri wanaijua Uingereza peke yao. Wewe umejuaje mzee uko Tanzania? Umejuaje wewe? Hii habari wanaojua kama mimi ni mzee ndio nakuja kumiliki hii ngoma, watu Uingereza peke yao. Wewe umejuaje? Ndio mjibu Pilato. Akamwambia, lakini ufalme wangu mimi sipewi na Kikwete. Ufalme wangu mimi sipewi na Nyerere. Ufalme wangu mimi sipewi na Mkapa. Naenda kupewa sehemu nyingine. Luka sura ya 19 fungua nikuonyesha. Luka sura ya 19 mstari wa 12 anasema hivi. Basi akasema mtu mmoja Kabaila maana yake mfanyabiashara, alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Huyu ni Yesu anazungumza habari zake. Amesafiri kwenda nchi ya mbali akajipatia ufalme na kufanyaje? Na kurudi. Sikiliza ninachosema mstari wa 13. Akaita watu 10 katika watumwa wake. Katika watu gani? Watumishi wake. Watumwa ni watumishi wake. Akawaita watu 10. Kamuita Kirua, kamuita Robert, kamuita Amani, kamuita nani? Wakatimia 10. Alafu katika hawa Biblia inasema hivi, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia fanyeni biashara hata nitakapokuja. Do business.
Akawapa vipawa, akawapa karama, akawapa huduma, akawapa ualimu, akawapa uchungaji, akawapa uinjilisti, akawapa unabii, akawapa kalama na vipawa mbalimbali. Akawaambia tumieni hizi kufanyia kazi. Si mfano huu tu, Yesu akatoa mfano mwingine wa Msamaria mwema. Akamuokota huyu ndugu amepigwa na majeraha, akaenda kwenye hospitali, akamweka, alafu akamwambia yule mtu mwenye nyumba ya wageni, nakupa dinari hizi 2, mtunze huyu hata nitakaporudi. Yote hii mifano Yesu anajaribu kuelaborate, anajaribu kuelezea kwamba naenda nitarudi. Naenda nitarudi. Sasa nauliza swali jamani. Yaani vitu vinakuwa vigumu, hata sijui kwa nini vinakuwa vigumu. Anyway, hii swali nikiuliza tabii niende sehemu nyingine pana kuelezea na muda hautaniruhusu. Bwana Yesu apewe sifa. Akawapa fanyeni kazi na vitu vya namna hiyo, sawa? Angalia, naomba nilukie mstari wa 20 na mstari wa 18, wa 17. Akamwambia vema mtumwa mema, na mstari wa 16 narukia kwenye hiyo Injili ya Luka. Akaja wa kwanza akasema. No, nianze wa 15 ndo mzuri. Ikawa aliporudi, sikiliza. Mstari wa 15 ni mtamu. Hebu soma, angalia Biblia yako vizuri, sema. Anasemaje? Kumbe kilichompeleka Yesu mbinguni ni kwenda kufanya nini? And nothing else. Sasa mnaanza wakati, mbona miaka mingi imepita? Miaka mingapi imepita? Wewe kwako unafikiri miaka mingapi imepita mbinguni? Siku 2, hajafika mwaka bado. Nyinyi mnasema miaka mingi. Yesu toka ameondoka mpaka leo miaka mingi. Wewe unaona miaka mingi. Ameenda for 2 days. Kwa hiyo kama wanamfanyia kalamu kule ya kumtawaza mfalme wa dunia, hajamaliza hata siku 3. Only 2 days. Ya 3 ndio imeanza mwaka 2001. Tulipoanza 2001 ndio ameanza siku ya 3 ambayo ina miaka 1000 mingine. Haya ni mambo magumu najua, yanahitaji akili yako hiyo imekomaa. Vinginevyo utashinda, anaongea nini huyu? Siku 3, siku 1. Zaburi ya 90 inasema maana siku 1 kwa Bwana ni miaka mingapi imeisha duniani? Na miaka 1000 kiisha duniani, mbinguni ni siku ngapi zimepita? Kwa hiyo tokea Yesu aondoke, ameondoka mwaka 34, 35, 34 na 35 au 33. Kwa toka ameondoka tukipiga mahesabu ni siku 1 na kidogo. Sau siku 2. Mungu wetu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Aliporudi ameupata ufalme wake, aliamuru waitwe wale watumwa aliowapa fedha ili ajue faida aliyoipata kila mtu kwa biashara yake. Hii ndio hukumu ya watakatifu naitwa. Akaambia wote niliowapeni vitu, mseme Bwana, sisi ni masahani matupu, sisi ni mabakuli matupu. Okay. Atarudi mzee wa kazi. Hamna bakuli tupu hata mmoja katikati yetu. Pastor anaweka bidii. Tumieni Mungu alivyowapeni. Akawaandikia pale. Tumieni. Una nini ndani yako? Tumia. Kawaandika pale kawapanga. Lakini naona hii ratiba pale, waliotekeza pesa ni wangapi? Sayuni peke yake. Walioandika pale labda na hao wanaoongoza ibada. Lakini waliopangwa kuhubiri pale, sidhani kama kuna aliye zaidi ya Sayuni. Sijui labda mimi sikwepo. Ile ratiba pale inawahamasisha tumieni, fanyeni biashara Mungu alivyowapeni. Ninyi wasema tupisha hapa. Tuache. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimesema ya kwamba vitabu hivi vimegawanywa mafungu mawili. Fungu la kwanza ni Torati na manabii na fungu la pili ni vitabu vya Injili. Kwa hiyo huyu Yesu ndiye aliyevaa mwili na kuja kuichukua nafasi ya Adamu duniani. Na mimi sasa nataka tupite hatua kwa hatua, sawa? Nataka nikuonyeshe kwamba Torati na manabii vyote vinazungumzia habari hiyo. Na vitabu vya Injili vyote vinazungumzia habari hiyo. Fungua Mathayo sura ya 11 kuanzia mstari wa 13. Mathayo 11, 13 na 14. Naomba tuende haraka kidogo. Mathayo 11, 13 hadi 14. Na okay, nasoma. Anasema hivi mstari wa 13. Kwa maana manabii wote. Sikiliza. Narudia. Kwa maana manabii
wote na nini tena? Na Torati walifanya nini? Mpaka wakati gani? Kwa hiyo nabii wa mwisho kutabiri, nabii wa mwisho kutabiri alikuwa ni nani? Naam? Very good. Ndio nabii wa mwisho kutabiri. Na Yesu anamsifia pale juu kusoma sasa hivi, hamna mtu aliyezaliwa na mwanamke aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Kwa nini? Kwa sababu this is the guy ambaye alitoa unabii na kuuona unatimia saa hiyo. Bwana asifiwe. Anasema kwa maana manabii wote na Torati vinamtabiri nani? Na mimi nitakuchukua mstari baada ya mstari kukuonyesha. Vitabu vya manabii vinaanzia kwa Yoshua. Kuanzia Yoshua mpaka Yohana Mbatizaji. Elewa, sijasema mpaka Mathayo. Bwana asifiwe. Sijasema kuanzia Joshua, kitabu cha Yoshua mpaka kitabu cha Mathayo. Nimesema kuanzia Joshua labda mpaka niseme Malaki ili nisikuchanganye. Vitabu vyote vinavyofuata baada hapo ni vitabu vya manabii. Bwana asifiwe. Haleluya. Mstari wa 14 anasema hivi, na ikiwa mnataka kukubali yeye ndiye Eliya atakayekuja, yani huyo Yohana Mbatizaji ndani yake alikuwa ameibeba roho ya Eliya. Bwana asifiwe. Haleluya. Okay. Hii nataka kuisema hapa kidogo. Inaweza kukupa mushkili. Nisikize tu pole. Torati yote na manabii wote, katika manabii wakubwa Eliya anaingia kwenye orodha ya manabii na anakuwa top wa manabii ingawa hakuandika kitabu. Naomba nifuate taratibu. Nabii Eliya anaingia kwenye listi ya manabii wakubwa ingawa hakuandika kitabu chochote katika manabii wakubwa. Haleluya. Na miongoni mwa manabii aliyemwamini Mungu kuliko wote, Eliya anashika namba 1. Alikuja ndani ya mwili wa Yohana. Listen to me people. Nabii Eliya alirudi ndani ya mwili wa Yohana Mbatizaji na akahudumu yote ambayo alitakiwa kuhudumu Eliya ndani ya Yohana, na alipomaliza kazi Eliya Kwa hiyo Eliya alipo vanish ndani ya Yohana Mbatizaji, Yohana akajikuta gerezani. Akauliza, akatuma watu, kamuulizeni ni yeye au tumngojee mwingine? Nao hili swali hakuwa anauliza Eliya, alikuwa anauliza Yohana Mbatizaji. Kwa sababu Eliya anasema, nami niliona Roho Mtakatifu kama huwa akishuka juu yake, nami nikashuhudia huyu ndiye. Lakini alipokuwa gerezani anatuma wajumbe, nendeni mkamuulize Yesu kwamba yeye ndiye Masihi tunayekuwa tunamngojea au tumtarajie mwingine. Sasa Yesu akumjibu akamwambia, nendeni mkamjibu Yohana, mwambie vipofu wanaona, viziwi wanasikia, viwete wanatembea, bla 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 na mambo kadha wa kadha. Nikuthibitishie tena angalia Luka sura 24. Luka sura 24. Na Yohana unajua alipoendeleza zile kelele zake, Herode akamkata kichwa. Sababu kazi yake iko imeisha. You are done. Your business is done. Kwa alipoendelea, muulizeni. Mungu akasema sasa huyu atayabumburusha mpaka matuta ya shetani yaelewe nini kinaendelea hapa. Mtoto akaomba kichwa cha Yohana kwenye kombe, wakamtenganisha. Habari yake ikawa imeisha. Okay. 24 Luka mstari wa 27. 24:27 Luka, naomba niende pole kidogo.
Injili ya Luka, wale ambao tulikuwa nao Jumapili najua nimewajengea msingi mzuri sana. Kwa hiyo leo najua tunafuatana vizuri. Injili ya Luka sura 24 mstari wa 27 anasema hivi. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye. Nani? Narudia. Alianza na Musa, yani Torati. Akaja manabii wote kuwaeleza jinsi ambavyo manabii hawa wote hawakuwa na ujumbe mwingine wowote zaidi ya kumzungumzia mfalme. Jesus is coming. The king is coming. The replacement of Adam is coming. The replacement of Adam is coming. Kuanzia Torati mpaka manabii. Na Yesu alifanya hii kazi. This is the gospel. People have to preach kwa gharama yoyote. And they're not preaching every day. Wanahubiri mafanikio, njoo upande mbegu, njoo upande mbegu, njoo upande mbegu. Majambazi hao. This is the gospel they have to preach. Wanahubiri kitu ambacho Yesu hakuwafundisha. Jesus never preached about kupanda mbegu. Wapi mnaona Yesu mfundisha kupanda mbegu? Wapi? Yaani kupanda mbegu sio priority. It is good, lakini sio priority. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakikaribia kile kijiji. Okay, angalia mstari ule wa 44. Rukia hapo hiyo 24:44. Nasoma 44. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Yote yameandikiwa yeye. The Bible is all about the king. All about it. Bwana asifiwe. Hallelujah. Okay. Neno Torati. Hebu angalia Mathayo sura 5 mstari wa 17 pia. Ili nikitoka hapo sasa nianze kuweka msingi vizuri. Kumbuka tu nia yangu mimi na kiu yangu, jamani, hivi vitu vikae ndani yenu. Hivi vitu viwasaidie. This is what you need to know. Mmelishwa sumu nyingi sana na watu wa dunia. Mmelishwa sumu nyingi sana. Hata hazina msaada kwenye maisha yenu. Basi wasaidie. 5:17 nasoma. Msidhani ya kuwa na alikuja kuitangua Torati na manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiza. Sikiliza. Hii nzuri sana. Sikuja kutangua Torati na manabii. Anasema mimi sikuja kusema kwamba chochote walichokiongea ni uongo. Sikuja kusema hivyo. Mimi ndiye nilizungumza na Torati na manabii. Kwa hiyo nimekuja ili walioyasema kwenye Torati na manabii yatimie juu yangu. Because Torati na manabii, they are talking about me. Sasa kama wanaongea kuhusu mimi nakujaje kuwatangua wao? No, nimekuja ili chochote wamekiongea kwenye Torati, chochote wameongea kwenye nabii kitimie juu yangu. Bwana asifiwe. Ndio maana huo mstari. Sija kutangua, nimekuja ili kuitimiza, kwa sababu Torati na manabii wanaongea kuhusu mimi. Bwana asifiwe. Hebu nianze na Torati. Andika. Torati inasomeka kwa Kiaramu Torah. Torati. Tunasema Kiswahili Torati. Torathi vile. Au unaweza kutoa H kusema Torati. Kiaramu wanaisoma Torah. Kiebrania wanaisoma Kiebrania wanasoma Torah, Kiingereza wanasoma Torath. Haina H mwisho. Alafu
sorry, Kigiriki wanaisoma Torah, Kiingereza wanasema Torah, lakini Kiyahudi wanaita ni Pentateuch. Sema Pentateuch. Pentateuch maana yake ni pente, ni tano. Kwa hiyo Pentateuch maana yake ni vitabu vitano vya Musa. Pentateuch of Moses. Bwana asifiwe. Vitabu hivi vitano, cha kwanza ni kitabu cha Mwanzo. Kitabu ambacho kinazungumzia habari ya uumbaji na mwanzo wa uhai na maisha na kila kitu. Kitabu cha pili kinaitwa Kutoka. Sina muda kusubiria mpaka uandike, lakini this is very important. Kitabu cha Mwanzo kinazungumzia mwanzo wa uhai, kinazungumzia mwanzo wa maisha, kinazungumzia mwanzo wa vizazi. Kitabu ndio kinaitwa Mwanzo wa uhai, wa vizazi, wa maisha na kupanuka kwa dunia nzima, vimezungumzwa ndani ya kitabu cha Mwanzo. Unataka kujua watu weusi wametokea wapi? Kitabu cha Mwanzo. Unataka kujua Waafrika wamezaliwa na nani? Kitabu cha Mwanzo. Unataka kujua kwa nini Waafrika wanaishi bara lenye utajiri mwingi lakini ndio makapuku dunia nzima? Kitabu cha Mwanzo. Unataka kujua kwa nini sisi watu weusi ndio chanzo cha kila kitu? Kila kitu chanzo, kila kitu. Wanyama wa kila namna wameanzia Afrika, wanawatoka wanawapeleka kwao. Utajiri wa wazungu na wa Marekani na wa Uingereza, wa Faransa wametoa Afrika. Soma kwenye historia, wanabeba madini, madhahabu wanapeleka kwao. Sisi huko wanachezea mdako wa kina dada. Wao wanakuja kutupa magololi, wanabeba dhahabu wanapeleka kwao. Utajiri wa kila kitu huko, mafuta, kitu gani, vyote viko Afrika. Lakini Afrika ndio tunaongoza dunia nzima. Unataka kujua siri iko wapi? Unataka kujua tatizo ni nini? Kasome kitabu cha Mwanzo. Na kasome baada ya safina. Na kuongoza haraka haraka unataka kujua siri ya hayo mambo. Kaanzie baada ya safina nini kilitokea? Nuhu na watoto wake wale watatu. Na uangalie ni yupi katika wale watu watatu ambaye ametoa generation ya Waafrika. Na utajua sasa sababu kwa nini Waafrika wako jinsi walivyo. Kaanzie pale. Kaangalie ujue ni nani alimcheka baba yake akiwa uchi. Kaangalie pale. Kaangalie ujue ni nani ambaye baba mtu ingawa alipigana kumsaidia huyu mtoto ili ainuke, lakini alipoenda pembeni akaisha kutukana, anasema baba akili hana, baba mjinga, baba pumbafu, baba hivi. Alafu matokeo yake laana ikambeba. Kafuatilie ujue. Kwa hiyo pamoja na kwamba amekaa amezungukwa na dhahabu, tanzanite, madini, takataka zote, lakini bado ni kasome utajua sababu. Ndio maana kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Kutoka kinazungumzia na kuelezea namna ambavyo Mungu anawaonyesha wana wa Israeli makusudi yake na kiu yake na hamu yake juu ya wanadamu. Anawatoa kwenye utumwa na kongo la umaskini kuwapeleka mahali watakapoishi kwa raha mstarehe, kwa sababu hili ndiyo kusudi lake. Na Biblia inasema ya kwamba alikuwa akiwaonyesha, haikuwa halisi. Mungu alikuwa anawaonyesha anapanga kufanya nini baadaye. Bwana asifiwe. Kitabu cha pili ni Hesabu, cha tatu ni Waamuzi, kitabu cha nne ni Kumbukumbu, cha tano ni Kumbukumbu la Torati. Mwanzo, Kutoka, Hesabu, Waamuzi na Kumbukumbu la Torati. Waebrania sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 6. Twende haraka. Naomba uandike tafadhali, na maana kurekodia ili usipokamata utabidi utafute CD hiyo uisikize nyumbani kwa utaratibu. Sehemu unataka kuandika utapozi, unaandika, una play tena, itakusaidia. Bwana asifiwe. Waebrania sura ya 3 mstari wa 1 mpaka ule wa 6 nasoma. Waebrania sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 6 nasoma. Naomba nisome kwa haraka kidogo. Kwa hiyo, ndugu watakatifu wenye kuushiriki mwito wa mbinguni. Yaani huu mwito anayetuita anatokea mbinguni, ndio maana unaitwa ni mwito wa wapi? Hawataki kunijibu. Mtafakarini sana mtume na kuhani. Sikiliza, ni nani mtume na nani? Wa maungamo yetu Yesu, aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka. Sikiliza vizuri sana, ni kwenye Pentateuch books. Aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka, kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu. Musa alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya nani? Fuatana mimi polepole. Kwa maana huyo, yani Musa, amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko amesemani. Kwa maana huyo, yani Yesu, amestahili kuwa amestahili utukufu
samani, kwa maana huyo amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko Musa, kama vile aitengenezaye nyumba alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. 4. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. 5. Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakayonenwa baadaye. 6. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake Mungu ni sisi. Okay? Bwana asifiwe. Okay. Angalia Mathayo sura ile ya 10. Okay, basi kabla ya Mathayo, fungua Wagalatia. Pale Wagalatia kidogo. Wagalatia sura ile ya 4. Wagalatia sura ile ya sura ya 3 samani. Wagalatia sura ya 3 kuanzia mstari wa 23 anasema hivi: lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. 24. Hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta ili tuhesabiwe haki kwa. Bwana asifiwe. Mnafuatana mimi vizuri? Sasa basi, Torati inamzungumzia mfalme. Torati inawaandaa watu kuja kwa mfalme. Haleluya. Mathayo sura ya 17. Yesu anahitimisha kazi anahitimisha kazi ya Torati na kazi ya manabii mbele ya mitume wake Petro, Yohana na Yakobo. Injili ya Mathayo sura ya 17 mstari wa kwanza. Watu wengi huwa hawaelewi. Watu wengi huwa wanafikiri Mathayo 17 hii Yesu alienda tu kuwaonyesha wanafunzi wake vimulimuli. Yesu hakwenda kuwaonyesha wanafunzi wake vimulimuli. Yesu alikuwa anaenda kuhitimisha kazi. Kuambia kwamba bana, wewe ndio unasimamia Torati na wewe ndio unasimamia baadaye manabii wote. Kazi yenu jamani imeishia hapa. Na washukuruni sana, mlinitabiri kwa muda mrefu. Musa nakushukuru sana kwa sababu ulihakikisha sheria wameishika wa jamaa ili wafike kwangu. Na wewe Bwana Elia kwa niaba ya manabii wengine wote kina Ezekiel na wengine wote, ninakushukuru sana kwa kupiga kelele na kuwahimiza watu. Hii ngoma imeishia hapa. Asanteni sana. Kwa hiyo nyinyi mtabakia kama reference. Watu wakitaka kujua habari watarudi kwenu. Lakini kazi yenu imeishia hapa. Maana mlichotabiri kisha kuja tayari. Yaani mmekiimba miaka na miaka, anakuja. Sikiliza. Mimi namchagua Bwana Gembe na Bwana Amani wasimame barabarani hapo. Na walipa posho zenu. Mimi niko Kimara. Mtahakikisha nyinyi mmeshika vipaza sauti, mtasema maneno yafuatayo: anakuja Bwana Robert. Anakuja Bwana Robert. Anakuja. Sasa nimeshafika tayari. Nimeingia ndani, niko hapa naongea. Ninyi mtabakia kule nje msema anakuja. Mtaendelea. Mnafanyaje? Mbona mjiamini? Sasa mlichukua mnaimba kinakuja, kimeshakuja tayari. Sasa mnaendelea kusema anakuja. Bwana asifiwe. Mathayo 17 mstari wa kwanza. Na baada ya siku 6 Yesu akamtoa Petro na Yohana na Yakobo nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faraghani, chemba akawachukua. Sikiliza. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akapata kigugumizi. Bwana, tujenge vibanda vitatu, cha Elia, cha Musa na cha kwako.
Hawa jamaa hawakutokea ili Yesu aonyeshe mbwembwe kwa mitume kwamba mimi nitaka kupiga story na Musa napigana. No. Alikuwa anawaambia, guys, thank you. You've done your job. I'm here. So, thank you very much. You can rest in peace. Wait for the kingdom to come na nyinyi mje kwenye kingdom. Na alifanya haya makusudi ili wanafunzi waone. Alijua hawawezi kuelewa by that moment. Ndio maana Petro akasema tujenge vibanda vitatu, alafu Mungu akaona ya jamaa, utaelewa baadaye, not now. Mungu mwenyewe akasema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni, listen to him. Acheni kubabaika na Torati ya Musa, manabii, Torati ya Musa. Akasema msikilizeni. Manabii na Torati viliongea kuhusu ujio wake. Now it is time mumsikilize huyu. Listen to him. Hallelujah. Na unajua watu wanasoma tu. Sauti ikaja, ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Hata hawaelewi. Hawaelewi concept ya Mungu, for God's sake. Mungu anajua kuambia, listen. Mmekuwa mnaimba habari ya Torati, sheria, Musa, manabii, Torati, Musa, manabii. Akawaambia, you've been doing that, very good. Now it is time mumsikilize. Huyu ndio mwanangu, msikilizeni. Kama mingi na baba, vipi kuhusu Torati, Musa na manabii? Vipi? Torati vipi baba? Lakini hawakuuliza sababu hawakuelewa. Mungu anaambia, now msikilizeni Yesu. Yesu ndio atawapeni ujumbe mpya wa kwanza kuongea. Now mumsikilize. Yeye atawapeni ujumbe mnaotakiwa kuanza kuusema. Sio mambo ya Sabato. Tushike leo Jumamosi, kesho Sikiliza this man. Matakwa ni mpya, msikilize huyu. Basi Mungu alimaliza. Hallelujah. Wangapi mnanielewa ninachosema? Mbona mshout? Nakusema yes. Mungu nikipata concert au usiku. Nasikia kama nipige kelele watu wanisikie. Kitu Mungu akinitipu ni. Unajua mimi hicho kipande cha angalia mstari ule wa angalia mstari wa 5. Alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Kwani apendezwe na Musa? Hapendezwe na Elia? Yaani mimi hii verse nilirudia karibu mara 50 na isoma tena. Huyu ndiye mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Nikajiuliza, Mungu alikuwa anajaribu kusisitiza nini? Alikuwa anajaribu kukazia nini? Roho Mtakatifu akaanza kunipa kwenye maandiko mbalimbali. Akanipeleka sehemu ambako Yesu aliwaambia, walionitangulia mimi ni wezi na majambazi. Nikasema, Yesu, what do you mean? You mean Musa ni jambazi? You mean Elia ni jambazi? You mean nani ni jambazi? Akasema, yeyote asiyekuja kupitia mlangoni ni mwizi na jambazi. Majambazi hupitia madirishani. Mimi nimekuja kwenye mlango. Wangapi mnaelewa anachokisema hapo? Akasema, wote walionitangulia they are just robbers. Nisikilize. Mchungaji mpekano ndio maana unajua wazee wa siku nyingi hawa watu wanapewa sifa ya robbers kwa sababu chochote tukisema hata kusikia tu. Yaani leo kienda hali unaongelea habari za Robert, hautasema sijui kaoa, lakini alikuwa na pete, sijui kaoa, kwa sababu wewe unamjua mpaka mke wangu, unawajua wanangu na majina yao, umeelewa? Kwa hiyo sio kwamba unasikia, you know me. Sasa hao wengine waliofanya kusikia tena kwenye njozi na hala naota ndoto, they know nothing. Hallelujah. Hallelujah. Sikiliza. Wanafunzi waliposikia walianguka kifurifuri, wakaogopa sana.
Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Bwana asifiwe. Nataka nimalizie hapa ili tuweze kuendelea juma ngapi? Jumapili. Naomba niishie hapa ili tupate sehemu nzuri ya kuja kuanzia. Kwa hiyo kuanzia Yoshua mpaka Malaki, vitabu hivyo huitwa ni vitabu vya manabii. Haleluya. Nikwambie unabii maana yake ni nini? Nimalizie kusema unabii maana yake nini? Unabii maana yake nini na kutoa unabii maana yake nini? Unabii maana yake ni uwezo wa mtu kuona kinachokuja mbele. Nabii ni mtu mwenye uwezo wa kuona mambo yanayokuja mbele. Halafu kutoa unabii ni hali ya mtu kuongea juu ya mambo yanayokuja bila hata kuelewa maana yake ni nini. Kutoa unabii, mtu anapotoa unabii anaongea vitu ambavyo hata havielewi. Neno hili ni ajabu. Angalia Zaburi 1:18 mstari wa 22 na 23. Daudi anasema, anaongea hata mwenyewe ajua, anasema hivi. Sema, jiwe lililokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Afa na mstari wa 23 hivi. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Haelewi. Yaani ameongea kwamba jiwe lililokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Alafu akajiuliza, ndio nini sasa? Jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Akasema, this is crazy. Akasema nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu amenishuhudia, nitaelezea ili wenzangu wasinishangae. Mstari 23 akasema, neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu kwetu. Soma mstari 23 Zaburi 1:18. Anasema hivi, neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu kwetu. Hata tulielewi. Kwa hiyo nabii ni mtu anayeongea juu ya mambo ambayo hayaelewi. Sikiliza. Kwa hiyo wakati mwingine nabii anaweza kuportray au kuchola baadhi ya vitu kwa mtazamo wake, na mtazamo wake huo ukasababisha kuwa misilidi watu wengi sana huko mbele. Na nitakupa mfano. Mfano mzuri ni Yohana wa kitabu cha Ufunuo. Mfano, Yohana alipoona ndege za kivita na vifaru vya kivita kwenye kitabu cha Ufunuo wakati anaandika, yeye alivyoviona hakuelewa. Kwa sababu by the time Yohana anaona hayo maono, kulikuwa ndege zijagunduliwa, hamna vifaru, hamna nini. Kulikuwa hamna. Ndio kwanza mwaka wa 60 brother. Ulikuwa ni mwaka wa 64 wakati anaandika cha Ufunuo. Vifaru wamekuja kwanza kupata idea ya kutengeneza tena magari na vifaru mwaka 1800 na ngapi? Chief 1900 na ngapi? Ndio anapata idea ya kutengeneza vifaru na ndege. Kwa hiyo Yohana alipoona vitu vinaruka juu, vinaachia mabomu, akaangalia Yohana, hakuelewa. Akasema, kisha nikaona jeshi kubwa la nzige. Nikaona jeshi kubwa la nzige na mapanzi yakiruka. Alafu yakiruka kwa yanajisaidia haja kubwa. Kumbe ndege zinaangusha mabomu. Sasa leo hii nikamkuta pastor anayehubiri madhabahuni hiyo. Haleluya. Siku ile ya mwisho Bwana ataachilia jeshi kubwa la nzige. Jeshi kubwa la nzige na viwavi na mapanzi yanayoruka. Haya manzige yataamriwa na Bwana wa majeshi, yataanza kuwatoboa watu kwenye mbavu zao. Sema, you guys mnaposoma Biblia tulieni kwanza. Ask yourself. Anasema, nikaona jeshi lile la nzige wengi, akiona kitu kama meli au kitu kama nini, haelewi. Hajui. Kwa hiyo unaosoma leo Biblia unahitaji kutulia sana hapa, usikurupuke. Hususan hawa manabii mnaposoma vitu vyao, tuliza akili yako. Usikurupuke tu kusoma kastari kamoja ka verse alafu ukasema nimepata maono. Bwana ameniambia nzige ni mapanzi ya chuma. Ni mapanzi ya chuma ambayo wazungu watatengeneza leo hii. Haya manzige ni mavifaru. Anasema nikaona madege ya ajabu yarukayo juu. Madege. Anaposema hii mandege anamaanisha bird, hamaanishi aeroplane. Anamaanisha ndege hawa.
Sema kisha nikaona ndege Bwana amewaumba wakaruka juu ya anga, wakaruka sana. Alafu wakaanza kutaga mayai. Hata hajui bomu ni nini kipindi hicho. Kipindi hicho silaha kubwa ni mishale na upinde. Ukinichokoza na kujia na upinde na mishale. Sasa utajulia wapi habari za mabomu wewe? Habari ya vifaru na mizinga na mandege yale magari yanayorusha mabomu unajulia wapi? Mwaka wa 64. Unajulia wapi hivyo vitu? Kwa hiyo manabii hawa wote ndugu zangu katika Kristo wana mambo mengi wanazungumza. Lakini unaposoma ni muhimu sana kama Roho Mtakatifu atuliza kichwa chako, usiwe na haraka. Mambo ya Mungu hayataki papala. Mambo ya Mungu yanataka utulivu. Tulia. Ukipata kitu, tulia. Siwe na moto. Chill. Kachi. Tuliza bolo. Alafu Roho Mtakatifu ataanza kukumegea hatua baada ya hatua. Kipande baada ya kipande. Mwendo baada ya mwendo. Bwana Yesu asifiwe. Basi Jumapili tutakapokutana tena tutaendelea mahali tulipoishia siku ya leo. Na ninaamini kabisa ya kwamba haya tunaojifunza yatakaa ndani yenu. Kiu yangu na hamu yangu ni kwamba mambo haya tunaojifunza yawe na msaada kwenye maisha yenu. Kwa sababu hatutarudia tena. Mimi kipekee sitarudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama una kiu, andika ili uwe mwalimu wa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Nimemaliza hapo. Na nataka wakati huu tusimame. Nataka tusimame wakati huu alafu tuende tukashukuru Mungu. Nataka tufanye maombi fulani. Nataka tufanye maombi. Maombi haya nataka yalenge fahamu zetu, yalenge uwezo wetu wa kuelewa, yatufanyie mpenyo kwenye ulimwengu wa kiroho. Tuna vitu vingi sana vinakwama kwa sababu ya vitu fulani fulani. Mambo mengi sana ambayo ibilisi anayakwamisha. Na haya mambo ibilisi anayakwamisha kwa makusudi. Anayakwamisha kwa makusudi. Anajua kabisa kwamba nisipokwamisha hiki kitaenda. Kwa hiyo anakwamisha baadhi ya vitu kadha wa kadha kwenye maisha yetu. Anaweka changamoto kuhakikisha hatupati nafasi wala fursa za kujifunza kama itupasavyo. Anaweka changamoto kwenye maisha yetu kuhakikisha ya kwamba hamna kinachoendelea kwenye maisha yetu. Nataka tusimame wakati huu. Nataka ushike mtu mmoja mkono. Mshike jirani yako mkono. Hakikisha umshika mtu mmoja. Nataka umshike mtu mmoja mkono. Alafu katika waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ile ya 4, Timotheo wa kwanza sura ya 4, Paulo anamwandikia Timotheo mtoto wake. Na huu waraka Paulo hakuuandika kwa raha sana. Niaminini. Wakati mwingine mnaweza msielewe uchungu anaoupata mtu kwa mtoto wake, au wa kiroho au wa kimwili. Ni wachache sana ambao wanazaa watoto wa kiroho and they don't care. Unapata mtoto yoyote yule, alafu Mungu akamweka kwenye mkono wako ili uweze kumsaidia kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Alafu unapoona mtoto wako yule haendelei vizuri, inasumbua moyo sana. Niamini, unless wewe huna roho ya ubaba ndani yako, hauwezi kujali kama huna roho ya ubaba. Lakini kama una roho ya ubaba na roho ya ulezi ndani yako, inakusumbua sana, inakujeruhi sana ndani ya moyo, inakudisturb kwa sehemu kubwa sana. Wakati mwingine inakukondesha. Timotheo akamwambia, Paulo akamwambia Timotheo, akamwambia, jiangalie mwanangu.
Anasema ikiwa Mungu ametutengenezea nafasi nyingine ya watu kuingia kwenye raha yake, kwa sababu wana wa Israeli walishindwa kuingia nchi ya ahadi. Waliondoka watu milioni 2. Watu milioni 1,998,000 wakaishia jangwani wote. Wakaingia watu 2 nchi ya ahadi. Akasema Mungu kwa kuliona hilo ametuonyesha ya kwamba kwenda kwenye nchi ya ahadi ndivyo itakavyokuwa. Sijui kama mnanielewa. Safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi ndio safari tulionayo sisi, kutoka kwenye ufalme wa giza kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Na mfano tulioonyeshwa wa wenzetu ambao waliishi kweli kipindi hicho, robo 3 walifeli. Sio robo 3. Karibu watu wote isipokuwa watu 2 tu ndio waliingia kwenye ufalme. Waliingia Kanaani watu 2. Hili kundi la watu milioni 2 hili Mungu alitoa Misri kulipeleka nchi ya ahadi kwa ajili ya kutufundisha kitu. Paulo anaandika waraka kwa Timotheo, mwanangu, ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia rahani mwake, na tuogope. Tuogope ili tusije kuonekana mmoja wetu ameikosa hiyo ahadi. Na kuhakikishia watu wengi watajitaabisha maisha yao, watahangaika maishani mwao, hawataingia kwenye ufalme wa Mungu. Kwa sababu wao wanaona kila kitu ni upuzi, wanaona kila kitu ni mzaha tu, wanafikiri kitu ni mchezo tu, yani tumezoea. Kila mchungaji alihubiri hivyo, Amani naye alihubiri, nani alihubiri, na tutisha. Tumezoea. Kwa hiyo mimi nawaambieni katika kundi hili tulivyo hapa, mimi sijui nani ambaye ndani ya moyo wake hawa msimamao hapa hana unafiki. Anamaanisha kwamba nina ari na kiu ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Na siwezi kuwauliza ili mnijibu, kwa sababu hata mlevi wa pombe kilabuni nikimfuata kwenda kumuuliza hili swali, ataniambia mimi nina kiu ya kuingia. Najua na ninyi wote mtanijibu hivyo hivyo. Shida yangu mimi ni moja. Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo anaijua mioyo yetu. Anatujua vizuri sana. Anajua kila tabia na mwenendo ndani yako. Anajua mawazo unayoyafikiria saa hii. Anajua mipango unayoipanga kwenye akili yako saa hii. Ingawa uko madhabahuni pake. Unaweza kuwa unapanga hila, unaweza kuwa unapanga mambo ya kiovu. Unaweza kuwa unapanga mambo ya ajabu. Uko mbele za Bwana. Mawazo na tafakari zinazoendelea ndani yako, Bwana wa mbinguni amekaa anatuchungulia namna hii. Anaona kila kitu ndani yetu. Wala hamna ambalo ni siri machoni pake. Nataka tu tukasema maneno haya kwa chache. Usiwe na haraka kusimama mbele za Mungu. Suleiman anasema, hebu tulia ndani ya moyo wako. Nataka uisikilize sauti ndani ya moyo wako. Usipepese macho kuanza kumtafuta nani, Amani yuko wapi, Robert yuko wapi, nani yuko wapi, Kefas yuko wapi leo, nani yuko wapi. Nataka utulize akili yako. Nataka uisikilize sauti ndani ya moyo wako. Alafu Roho Mtakatifu ataanza kukwambia. Dada, njoo uombe na mimi. Wacha wakae 2. Njoo omba na mimi. Wewe, njoo omba na mimi. Nataka mshikane watu 2, mshikane 3. Mshike mtu mmoja mkono. Nataka utulize moyo wako, alafu Roho Mtakatifu ataanza kukwambia huyo ndugu uliyemshika mkono.